Marafiki zangu, leo nataka nizungumze nanyi kuhusu kitu kimoja ambacho kimewahi kumzuia kila mmoja wetu. Hofu. Hofu ni kama kizuili kisichoonekana. Inakufanya ubaki sehemu ulipo wakati ndoto zako ziko mbali zikikusubiri. Swali ni moja tu, je, utaendelea kuishi ndani ya kivuli cha hofu au utaamua kuishi maisha zaidi ya hofu, life beyond fear? Hofu hukua kwenye fikra, sio kwenye uhalisia. Ukikaa chini na kufikiria kwa makini, utaona kwamba mambo mengi tunayoyahofia hayawahi kutokea hata mara moja. Tunaogopa kushindwa, kumbe kushindwa ni darasa. Nelson Mandela aliwahi kusema, nilijifunza kwamba ujasiri sio kutokuwepo kwa hofu, bali ni ushindi dhidi yake. Mtu shujaa si yule asiyehisi hofu, bali ni yule anaishinda hofu hiyo. Tunaogopa kukataliwa, kumbe kukataliwa kunafungua mlango wa nafasi mpya. Ni kama vile akili zetu zinatengeneza sinema ya uongo na sisi tunaiangalia kila siku. Lakini ukweli ni huu, kadri unavyokabiliana na hofu ndogo ndogo, ndivyo nguvu yake inavyopungua. Ujasiri sio kutokuwa na hofu, ni kutembea ukiwa na hofu hiyo hiyo. Kila shujaa, kila mtu aliyefanikiwa aliwahi kuwa na hofu, tofauti ni kwamba walichagua kuendelea mbele. Thomas Edison alishindwa mara 1000 kutengeneza balbu ya umeme, lakini hakuwahi kurudi nyuma. Hii inatufundisha jambo moja kubwa: ukuaji huanza pale unapochukua hatua hata ukiwa na hofu moyoni. Comfort zone ni gereza la kifahari. Tunaishi tukiamini kwamba usalama na starehe ndiyo amani, lakini ukweli ni kwamba comfort zone ni kama gereza linalong'aa, linafanana na uhuru, lakini linakunyima nafasi ya kuona upeo mpya. Ukikaa salama tu, hutagundua uwezo ulio ndani yako. Hutajua nguvu zako halisi mpaka ujikute unafanya kitu ambacho kilikupa hofu jana. Uhuru wa kweli huanza pale ambapo starehe inakoma. Marafiki, kumbuka haya maneno. Hofu ni kivuli, sio kikwazo. Ujasiri ni hatua moja mbele ukiwa na hofu hiyo hiyo. Ndoto zako haziko ndani ya comfort zone, ziko nje yake. Chagua leo kuishi life beyond fear, kwa sababu pale unaposhinda hofu yako, ndipo unaposhinda maisha yako. Je, ni hofu gani imekuzuia kuchukua hatua hadi sasa, na utaanza lini kupiga hatua ndogo ndogo kuikabili?